tasnia ya uhandisi katika nchi yetu. Nilitegemea hata mzee wangu Mwakaluko angekuja kutoa background hiyo, kwa sababu watu wengi wanadhani Tanzania imeanza ikiwa katika hali hii. Leo amezungumza Bwana Kabombe hapa, anasema kulikuwa na mabasi mawili. Amesahau kuelezea kwamba kuna mechi ambayo hiyo timu ambayo alikuwa anaielezea ya mzee wetu huyu ilisembea kwa mguu kuja uwanjani. Lakini leo kila timu iliyokuwepo kwenye ligi kuu, zilizokuwa kwenye ligi daraja kwanza, zina vyombo vya usafiri vinavyotumika. Lakini tumetokea katika enzi ambayo timu zilikuwa hazina uwezo, sio wa kununua, kukodi gari ambayo inawapeleka wachezaji uwanjani. Tukio ambalo ninalikumbuka kushirikiana naye sana kwa mara ya mwisho, sisi tulikuwa tuna mtendaji wetu ndani ya Simba Sports Club, Dr. Kashembe. Alipofariki nilishangaa sana. Mtu wa kwanza kunipigia simu alikuwa ni yeye, na nikaenda nyumbani, na msiba ulikuwa nyumbani kwake. Tulishirikiana kufanya maandalizi, na siku ya msiba, yani siku ile ya kuzika, nikamwambia bwana, kesho mimi natakiwa nisafiri na timu, lakini itabidi nisogeze mbele niondoke kesho kutwa niweze kushiriki maziko. Akaniambia hapana, tumeenda na wewe maeneo yote, tunakuruhusu nenda kaendelee na shughuli za mambo ya mpira. Hii ni kwa jinsi gani ambavyo alikuwa anathamini maisha ya watu wengine, pamoja na mambo mengine yote ya utani, kushereheshana. Mimi wasia wangu, inawezekana ikawa na mimi nafasi yangu imefikia nikafa leo au baadaye kesho, tuifanye Tanzania na tuufanye mpira ubezi zaidi kwenye masala ya kutaniana kama wazee wetu walivyoenzi. Hakuna mambo ya uadui, hakuna mambo ya ugomvi, hakuna mambo ya uhasama. Mpira ni kwa ajili ya kuchagizana, kupongezana, na ndivyo ambavyo mzee pale Four Ways pale ulikuwa ukienda kwenye meza yake, watu wa timu zote walikuwa wanakaa. Nimeshangaa Alimayai baada ya kutaja timu kubwa ili mlipwe mishahara. Mshukuru haya yanayotokea sasa hivi, maana hizo bakuli zimeendelea sana. Na mimi nilitegemea hata ninyi waandishi mseme kwamba timu ambayo imepitia kwenye saumu kali zaidi katika hii nchi ni hii timu ambayo mzee alikuwa anaipenda. Na naamini kama angepata nafasi nyingine ya kusema, angesema jamani, mimi najutia sana kujiunga na hii timu. Jamani, nawapa pole waombolezaji wote, watoto wake na wana familia wote. Tukubali, hii ni familia ya mpira, tutakuwa pamoja. Tumejuana kwenye mpira, lakini maisha yetu yanakuwa extended mpaka huko katika level ya familia. Tuendelee kushirikiana, tupendane. Mimi wana, ukiniona inaweza ikatokea siku moja nimesikia unasema mambo ya Ufaransa hapa na nini, ukikuta sijui mlango wa treni unielekeze, bana mlango huu hapa, utanikumbuka kama tulikuwa pamoja. Lakini na wewe tena unaweza, kwa sababu bado unao umri kuendelea kuishi kibiolojia na fikra za mwanadamu, unaweza ukaangalia vizuri, ukapima, ukahamia huku, sitakupokea. Niwatakie mchana mwema na maandalizi mema ya maziko ya mpendwa wetu. Asanteni sana. Je, wewe ni mwanafunzi uliyemaliza form 6 au diploma na unaifikiria mbali? Je, azima yako ni kusoma katika chuo kikuu cha kimataifa na kupata uzoefu wa dunia nzima na kufungua fursa zisizo na mipaka? Eurasia iliyosajiliwa na TCU ni mshirika wako unayemwamini hapa Tanzania. Sisi ni wataalamu wa kuunganisha wanafunzi wa Kitanzania wenye malengo na vyuo vikuu bora na kozi bora zaidi duniani kote, kuanzia China, India, Malaysia, Canada, UK na kwingineko. Tunatoa mwongozo wa kibinafsi kwa kila hatua, kuchagua kozi sahihi, kurahisisha maombi, kupata scholarships na hata kusaidia masuala ya visa. Usiruhusu ndoto zako za kusomea kozi unayoipenda zibaki ndoto. Tembelea Eurasia leo, usomee kozi sahihi ya ndoto zako. Tupo Sky City Mall, floor ya 4, barabara ya ardhi, karibu na Mlimani City. Na kwa Dodoma tupo karibu
karibu na ofisi za mkuu wa mkoa. Kwa mawasiliano zaidi 0765 667 770 au 0663 482 323. Eurasia, tutakuunganisha na tutakusimamia.